kwa idadi ya watu walikuwa wanaonekana pale kaka, wale watu ni wengi kaka. Kumbuka Jux ni Mtanzania. Jux ni Mtanzania, ameingia Nigeria hana hata miaka mitatu. Ana hit Nigeria. Kwa hiyo kuwakusanya watu wale, na sio kwamba watu hawakuwepo. Fantana kwenye mziki wanafahamika Nigeria yote. West yote wanamjua, siko umeelewa? Akalitaja jina la Fantana. Haukuwa wakati wa Zuchu pale. Japokuwa Zuchu ni mke wake. Wimbo wa Olua kushika namba 1 kwenye platform zote brother. YouTube sasa hivi namba 1. Wakati watu wana discuss inawezekana vipi wimbo wa msanii ukawa na views wengi lakini usiwe namba 1 on trending. Namba 1 on trending ni wimbo ambao namba 1 on trending ni wimbo wa Dogo Pattern una views 400,000 wakati Mario na milioni 1. Ukienda kuconfirm kuangalia manake wewe unampa namba. Yes of course, ladies gentlemen, mambo vipi? Kama kawa, karibu sana kwenye Bongo Plus TV. Ikiwa ndo tunaendelea kukamilisha mwaka au kufunga mwaka, nikasema so kesi huu mwaka tukiufunga hivi alafu tujakutana na Dr. Upupu itakuwa mambo yaende vizuri sana. So leo nimepata time yake, weekend nzuri sana kwa ajili ya kureview matukio ambayo yametokea kwenye hii weekend hapa. Dr. Upupu inakuaje? Oya Rizzy. Kama kawa Bongo Plus Kinyamwezi. Kama kawa Kinyamwezi sana. Oh yeah, karibuni sana wanangu. Bana udi sana. Bana hichi kipindi nikasema hii weekend bana isiende bure kwa sababu kila kitu ambacho kinachangamsha mtandaoni au kinacheka, nikasema basi hili ni jukumu langu la kukutafuta Dr. Upupu kwa ajili ya kureview na kufahamu baadhi ya detail ambazo zinatokea kwenye mitandao ya kijamii. Bana kabla ya kuchelewesha hivi karibuni au katikati hichi au kipindi hichi hapa kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yametokea. Of course Dr. Upupu nayo ni moja kati ya watu ambao unapendelea sana kufuatilia mitandao ya kijamii. True, sure. So karibuni hapa tumeona kuna issue zima ya Jux kidogo imetingisha mitandao ya kijamii baada ya kuposti shughuli zake ambazo akiwa anazifanya Lagos, kwa sababu sasa hivi Jux ameweka makazi yake rasmi Lagos na kufanya biashara zake za muziki. So baada ya kuposti alimkaribisha msanii Diamond Platnumz na kufanya show ambayo jana watu wameposti baadhi ya clip mbalimbali wakiwa wanazungumza kulingana na ile show ambayo ameifanya Jux pamoja na Diamond Platnumz kama mgeni rasmi. Wewe unaizungumziaje hii show na take yako ni ipi, kwa sababu wewe pia ni miongoni mwa watu ambao I think umeifahamu au umeiona hiyo show? Yeah, finally historia imetengenezwa Nigeria, Lagos, na I'm proud of myself by the way, kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao nilikuwa naamini itakuja kutokea balaa kwa Jux. Hata kwenye uchambuzi wangu wakati nafanya siku za nyuma nilikuwa nazungumza, nasema wazi kwamba nilikuwa naona yani nilikuwa nakiona hiki ambacho leo hii Jux kimemtokea. Sio kama umeelewa. Na ni kwa sababu ya consistency ya mwana, smartness wake kwenye muziki na kila kitu. Leo hii Afrika inazungumza kuhusu interest ya Jux pale Nigeria. Anatoka juu kule mita kama 300 hivi, anashuka na dancer wake pale. Sio kama umeelewa. Na moja kati ya vitu ambavyo wasanii huwa wanatazamwa hasa kwenye performance huwa zinaangaliwa sana hizo interest. Msanii anaingia vipi kwenye stage. Sijui kama umeelewa kaka. Ubunifu fulani hivi. Ubunifu. Na mimi nakumbuka back in the days, hata ukifuatilia historia ya kimuziki duniani miaka ya 1997 huko Copenhagen, Denmark pale, mtu kama Michael Jackson aliwahi kushuka, alitengeneza historia ya kuingia kitofauti kabisa kwenye jukwaa. Alishuka sijui na mashine gani ile. Na ndo anatajwa kuwa moja kati ya wasanii ambao wamefanya makubwa sana. Na nilikuwa nimeandika kwenye maandiko kwenye page yangu, nikasema nimependa hiki ambacho kimefanyika. Kitu hiki alichokifanya Jux, believe me or not brother, hakijawahi kufanyika kwenye show za Date December zinazofanyika Nigeria, lakini vile vile haitokuja kufanyika kwenye msimu huu sasa hivi. Interest ya namna ile, trust me. Alifanya Chris Brown Johannesburg pale FNB, yes, South Africa, December 2024 mwaka jana hapa. Kama unakumbuka vizuri, alikuwa anarushwa na kamba, anashuka na akaandikwa duniani kote. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mwana amekuwa makini sana kwenye kutengeneza ngoma zinazokonka maeneo husika. Yale sijui Olufemi yalivyo hit kule, unanielewa sijui? Hizi ngoma zake ambazo unazisikiza Sheila sijui na nini, hii ngoma na Fino, watu wanaimba line by line. So ni mipango, strategies amefanikiwa kuiweka hiyo na imeweka out. Kwa hiyo
hata mafanikio haya ambayo leo hii Jux anaandikwa nayo, mimi nilishayaona muda mrefu. Alikuwa ana deserve na ataendelea kufanya vizuri zaidi. Show ya Dead December ndo msanii wa kwanza, kumbuka, Mtanzania anaenda kuwa headliner kwenye show hiyo. Imagine ndani ya Dead December kuna msanii anaitwa Busta Rhymes ambaye anaperform tarehe 19 lini? Leo. Ilikuwa jana. Kwa hiyo Busta Rhymes ameperform jana, tarehe 29 anaperform Guna kutoka Marekani. Siko umeelewa, lakini vile vile you can see event za Dead December zimekuwa zikiwakutanisha wasanii wengi Nigeria, wanarudi nyumbani, wanakuja ku celebrate holiday. Leo hii ukifuatilia kwenye social media unakutana na mandege ya kina Rema yamepaki, Davido yuko tayari Nigeria anakula bata, Wizkid mwenyewe alikuwa pia Nigeria na alikuwa kwenye club moja, ilikuwa ile after party ya Dead December ya Jux. Diamond alikuwepo mle ndani, Busta Rhymes alikuwepo mle ndani, Wizkid pia alikuwepo mle ndani. Magoma ya kina Shu yanapigwa, magoma ya kina Jux yanapigwa. Kwa hiyo ni moja kati ya achievement kubwa sana ambazo Jux amezichochea, na kama taifa tunapaswa kumpongeza kwa kiasi kikubwa, na mimi naona mafanikio ya hali ya juu kutokea hapo. Ana uwezo wa kufanya jambo lingine kubwa zaidi huko ulimwenguni, na tukaona, na mimi nimemtabiria mwakani kama yeye mwenyewe atawiwa, basi atesti mtambo UK ama USA, na inawezekana kwa sababu kiwin Nigeria, mimi nasemaga siku zote umewin dunia, kwa sababu wa Nigeria, London pamoja na USA wako wengi sana, sio kama umeelewa. Kwa hiyo ukihiti huku ndo umehiti Marekani, umehiti London. So kitu poa sana, kama ambavyo unaona pia baadaye Diamond akaja akamjoin, was marvelous my brother. Yani ni poa sana. Bana, kitu ambacho umekizungumzia hapo Jux baada ya kufanya show yake kule jijini Lagos, mapokezi yalikuwa mazuri of course, lakini kwa namna ambavyo amemkaribisha Diamond Platnumz, watu wengi waliamini kwamba kwa nguvu ya Diamond Platnumz show ambayo anaiandaa Jux, basi mapokezi yanaweza yakawa makubwa sana. Lakini kupitia kwa mitandao ya kijamii tunaona show kama imenuna hivi, watu wanashuti baadhi ya clip mbalimbali wakiwa backstage, watu wakiwa nyuma kule, kwamba hamna watu kivile. Unahisi ni kwa nini kwa msanii mkubwa kama Diamond Platnumz kutumika na Jux kwa maeneo Lagos na watu kujitokeza kwa wingi, au zile video zinaonekanaje? Au inakuaje? Umeziona? Lakini aje, mimi nimeziona. Unajua Riz, kuna kitu kimoja watu wanapaswa kuelewa. Bahati mbaya sana haya mambo ya hizi kampeni za tuwakatae wasanii ndo zinakuja kuharibu mambo. Lakini Riz, kwa idadi ya watu walikuwa wanaonekana pale kaka, wale watu ni wengi kaka. Kumbuka Jux ni Mtanzania. Jux ni Mtanzania, ameingia Nigeria hana hata miaka mitatu. Ana hit Nigeria. Kwa hiyo kuwakusanya watu wale, na sio kwamba watu hawakuwepo. Watu walikuwepo. Angalia hata zile video ambazo watu walikuwa wanashuti. Kaka, watu wanashuti miayusho tu. Nani amesema hizi video hazipo? Mbona kuna video zinaonekana watu wamejaa? Na ikumbukwe ile show hata maandalizi yake imeandaliwa kwenye mtindo wa tofauti. Kuna sema highlight bana zilikuwa mbele tu zile. Zilikuwa mbele? Wanasema highlight za video zilikuwa zinachukuliwa mbele tu. Hamna, mbona kuna video zilikuwa zinapigwa kabisa mpaka huko nyuma zinaonekana. Sema tu kuna partition ziliwekwa VIP, VVIP na watu wengine. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu alichukua sehemu ambako kwenye idadi ya watu wale VIP walipokaa nyuma kwenye viwango vya kiingilio. Lakini ukijaribu kuangalia watu walijaa kote. Sasa ni tofauti namna ya shows zinazofanyika Bongo na wenzetu ni tofauti. Na it's okay kwenye labda eneo la VIP usione pengine watu wakawa wamejaa wote. Kwa mtu anashuti pale, lakini vipi kuhusu hao watu ambao wamelipa naira laki, of course $30,000, naira $100,000 na wengine uko $200,000 ambao ndo watu wanafocus hapa kushuti. Kwa hiyo sio kweli kwamba show haikuwa na watu. Show ilikuwa na watu, na hata ukijaribu kuangalia footage nyingi tu unasikia viepe vinavyokaangwa. Diamond anaimba, watu wanaimba. Video zipuuzwe zile. Ujanja tu, watu wanatengeneza ujanja tu, na kwa sababu tumeona pakati watu wana kampeni zao binafsi, which is very bad. Mimi nataka waambie tu watu tuwe proud na wasanii wetu, kwa sababu wanatuheshimisha na wanachofanya sio kwa ajili yao tu, wanafanya kwa ajili ya taifa, na hilo taifa ndo tuko mimi, wewe na mtu mwingine.
Vile vile pia Diamond tulizungumzia before hapa pia kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao wanacheza na fursa sehemu ambao wanakaribishwa maybe kuperform au kufanya issue yote ya entertain. So Diamond siku ya jana ilionekana akiwa anazungumza na Busta Rhymes kwenye video call. So hawa ni watu ambao wana ukaribu sana kuanzia kipindi cha nyuma, lakini kuna tetesi zinazungumzwa kwamba ngoma zitatoka, lakini huu karibu unaishia wapi sana na ukaribu wao umekuwa ni close up sana, alafu hatuoni chochote ambacho kina impact kati yao. Kuna kazi gani ambayo inaendelea hapa kwa Diamond na Jux na Busta Rhymes na wasanii wengine wakubwa, lakini kazi alright. Before tujaenda huko, mimi kwanza nataka nimpongeze Diamond na Jux ushikaji ambao jamaa wamekuwa nao. Hii wapelekee. Rizzy kibongobongo tushazoea wasanii wanaofanya vizuri wanapaswa kuwa haters, yani wanachukiana. Ndo wapinzani. Lakini hii inaenda tofauti kaka. Unaona Diamond na Jux sasa hivi ndo wako on top kwa Tanzania. Yani hii hatuwezi kuficha. Diamond namba 1, Jux namba 2 kwa namba na kila kitu kaka. Siko umeelewa? Wengine watafuata nyuma, na hii nilizungumza before. Lakini unaona wapo close, wametengeneza mahusiano mazuri since 2019, wanatoa ngoma zile masugua na nini mpaka leo hii. Diamond kama kawaida yake anapoenda sehemu yoyote ni mtu ambaye, na hii nataka niwasisitizie watu katika vitu ambavyo Diamond huwa anashinda ni kujitengenezea thamani hata kama show sio yake. Na ndio maana mimi kuna muda nikiona Diamond amefanya vitu chini ya viwango huwa najisikia vibaya sana kuona imekuwaje, kwa sababu sio kawaida yake na sijamzoea akiwa mtu wa namna hiyo. Imagine Diamond kiasi gani cha pesa amekimwaga kwenye safari tu za Nigeria toka Jux ameoa mpaka leo hii Jux ameenda kufanya show. Wakati anaenda ile ameoa, zile dola alizokuwa anamwaga nafikiri ulikuwa umeziona. Sio mchezo. Na ile ilitengeneza publicity kwa Diamond. Kila mtu akawa anamzungumza Diamond Nigeria. Na kama unakumbuka walikuja mpaka baadhi ya content creator wa Nigeria wakawa wanamlinganisha Diamond na wasanii wa Nigeria kwa pesa, na wengine wakasema kwamba Diamond anawazidi pesa wasanii wa Nigeria kwa sababu tu ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya. Anatoa pesa kwa walinzi, gumzo mtandaoni huko na vyombo vya usalama Nigeria, kama vile watu wanapewa rushwa. Ndo lifestyle yenyewe. So jamani, mbaya sana kwenye kuchukua fursa hata kama jambo halimuhusu. Imagine this time around ameenda kwenye show. Kenda kwenye show anaanza kuzua gumzo kwa mavazi tu aliyokuwa ameyavaa. Anavaa bilioni 1.5 kama sijakosea plus. Bwana sio mchezo. Anza na ile saa ile ya Rolex nini ile ambayo ina B point kadhaa. Mavazi yake milioni 100 plus. Sijui kama umeelewa. Kwa hiyo ni mtu wa kuzuaga taharuki na mtu ambaye ana uwezo wa kuchomoka kushine sehemu yoyote ile. Anatumia ndege ile jet ya kiasi gani kaka? Anaiweka Nigeria, anaihold, then anaruka tena anaenda Sierra Leone. Siko umeelewa? Diamond wakati yuko Nigeria anakutana kwanza, akampigia video call Busta Rhymes. Busta ni msanii mkubwa na stories zimetembea kwenye social media. Kwa sometimes mafanikio ya msanii sio tu kufanya collabo, sometimes hata ile kulink up na msanii mwingine. It's enough kwako, inakuongezea trust na kukutengenezea CV. Then akaonana naye tena akiwa club na Busta, wananongonezana hapo, wanazungumza, ni watu ambao wanajuana. Sio kama umeelewa kaka. Kwa hiyo narudia, wasanii katika vitu ambavyo wanatakiwa kuvichukua kutoka kwa Diamond ni mtu ambaye ana uwezo wa kuchukua fursa popote pale, hata kama jambo halimuhusu moja kwa moja. Kwenye stage akatengeneza zile drama za Fantana na nini, Fantana weka kule, unanielewa sijui? Yes. Kwamba ni kitu ambacho alikipanga ili watu wamzungumzie, ama kuna namna naye alizingua sifa zilizidi mpaka akamtaja Fantana, halafu huku watu wakakechi kama mbona unamtaja mwanamke ambaye na wewe pia una mtu wako Zuchu anakusikiliza hivi. Sasa Zuchu ajue kwamba Diamond yeye ni drama boy day one. Yaani unajua mimi naambiaga watu, na ndio maana unaona hata Zuchu unaweza sikasirike. Sijui kama umeelewa. Yaani hizo ni script kaka. Kwa sababu Zuchu mwenyewe anajua Diamond amemkuta kwenye wakati gani. Yaani mimi leo mtu anakuja aniona Dr. Upupu unafanya uchambuzi wa muziki, alafu uje eti kwa sababu ni mpenzi wangu unanizuia nifanye, haiwezekani. Kwa hiyo
anachofanya Diamond inawezekana sio kweli, lakini ni vile ambavyo lifestyle yake imekuwa hivyo. Anajua kabisa nikienda Nigeria natakiwa nitengeneze stunt ambayo itauza barani Afrika. Barani Afrika mkubwa nani kati ya watu ambao wametoka nao? Fantana kwenye mziki wanafahamika Nigeria yote. West yote wanamjua, siko amenelewa. Akalitaja jina la Fantana. Haukuwa wakati wa Zuchu pale. Japokuwa Zuchu ni mke wake. Kwa hiyo ni michoro, ndio maana nakwambia Diamond ni mbaya sana kwenye hizi kutengeneza hizo stunt lifestyle. Kwa haraka haraka huwezi jua. Lakini alichofanya umeona kimeleta matokeo. You are playboy, watu wanamwambia pale. You are playboy. Fantana kajibu kwa nini unanitaja wakati una ndoa fake na kaa kimya na yeye. Yes, stories zinatembea Nigeria and all over. Kwa hiyo ukifika kwenye level hiyo ya kujua kutengeneza maudhui ya muziki na nje ya muziki, you are a winner. Bana, upupu tuhamie kwenye upande wa bongo sasa. 2024 ndo hii hapa, wasanii naona umekaa kimya sana kuachia kazi zao, lakini msanii Mario amesubutu naye kuachia kazi yake Olua, moja kati ya kazi ambayo sasa hivi mashabiki wanaanza kuipa sikio, japokuwa ilikuwa ni ngumu sana kipindi cha mwanzo, lakini pia kabla ya kuipa sikio sasa hivi kuna story nyingi sana ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ikionekana kwamba ngoma ya Olua jinsi ilivyotolewa na mapokezi yake inakuwa mbona kama tofauti sana, na wakati reaction za mashabiki zilikuwa ziko tofauti na mapokezi ya ngoma. Hii ipoje? Nikiwa na maana kwamba ngoma imetoka, namba zimekuwa ni nyingi sana. Wakati huo namba zilivyokuwa ni nyingi, mashabiki walikuwa haipo YouTube trend, lakini pia mashabiki walikuwa hawasupport wasanii. Ilikuwaje mpaka ikawa namba trending, namba moja trending, na ni njia gani ambazo zimetumika mpaka sasa hivi Mario imekuwa ni msanii ambaye pia anatajwa sana kwa hichi kipindi ambacho wasanii wengi wamekaa kimya? Niliwahi kuandika kwenye soma andiko, mkongwe Master J kuna siku alimuuliza Mario, mtaalamu wako nani? Wewe katikati ya mazengwe story tofauti kwenye mitandao ya kijamii, Mario ana uwezo wa kuachia goma na goma likapata mapokezi na nafasi kubwa. Na ndicho ambacho sasa hivi kinaendelea na kinatokea kwenye mziki wa Mario Toto Badi. Kuna time waga nakaa na kuaga na idea zangu tu crazy, nawaza ama ndo mikoba tena ya Konde Boy, mama mkwe tena Kajala kaondoka nayo Konde Gang, ameenda kumtupia bwana Toto Badi Mario. Unaona mikoba yangu. Si umeona? Kwa sababu unajua being honest, hata ukiangalia sasa hivi progress ya Mario, mzee atuongei kwa kuchukia, lakini unaona Mario anaitaka nafasi ya Harmonize yani, na yupo hapo yani. Siko umeelewa? Kwenye engo gani? Kwenye swala la uthubutu, swala la usmart kichwani, maamuzi anayoyafanya and everything. Jamani, very smart bro. Hata Olua kutoka na kutrendi, mimi vitu vingi Liz waga na vizungumza mapema. I swear, mimi nilisema kwa namna vomjua Mario, akija na ngoma hakuna mtu atakayeacha kuangalia YouTube. Hayupo. Mario katoa Olua. Ivotoka Olua, namba nyingi, milioni 1+ YouTube trending haipo. Hatukuoni. Watu wanaulizana. Sasa ngoja nikwambie namna ambavyo mwana ni mbaya wa strategies wa mipango. Wakati watu wanajadili Mario atakuwa ameweka robot kwenye ngoma ya Olua, ndo perfect way ya yeye kuifanya Olua kuwa namba 1 on trending. Kwa namna gani? Makubaliana kwa hiyo zile zilikuwa ni robot. Hakuna aliyeona mpaka sasa hivi. Na inawezekana, unajua hiyo inawezekana msanii kuwa na views wengi lakini asiwe on trending kwenye eneo fulani. YouTube wanaangalia utaifa wa msanii husika. Kwa hiyo hata zile video zinavyo trendi huwa wanaonyesha kwenye taifa husika. Siko umeelewa kaka? Kwa hiyo maybe wimbo wa Olua Mario una trend Ufaransa, YouTube wanaangalia zaidi YouTube Ufaransa. Kwa hiyo hawatakuletea trendi za Tanzania, watakuonyesha Olua ina trend wapi? Ufaransa. Sasa na Mario naye ajue kwamba mimi wimbo wangu una trend sehemu fulani. Kwa hiyo kama wimbo wa msanii unaangaliwa zaidi nje ya taifa lake, namba zinapanda lakini trending hata kuwepo. Kwa hiyo huwezi jua kama ametumia robot, kama kweli alikuwa anaangaliwa nje, we don't know. Lakini mimi nazungumza kuhusu hizi strategies ambazo wamezitumia na sasa hivi zimezaa matunda ya wimbo wa Olua kushika namba 1 kwenye platform zote brother.
YouTube sasa hivi namba moja. Wakati watu wana discuss inawezekana vipi wimbo wa msanii ukawa na views wengi lakini usiwe namba moja on trending. Namba moja on trending ni wimbo ambao namba moja on trending ni wimbo wa Dogo Pattern una views 400,000 wakati Mario ana 1,000,000. Ukienda kuconfirm kuangalia maana yake ono unampa namba na namba zina count. Kwa hiyo kwamba kuna uhakika kwamba hichi kinachozungumzwa ni kweli, haiko namba moja. Kwa hiyo ukiangalia kama alifanya robot, ukiangalia wewe sasa unakuwa mtu real, unamuongezea namba. Mwisho wa siku utaupenda tu, lakini vile vile njia ambayo ameitumia hata kama akatumia robot. Wimbo wa Mario ukweli usemwe, hizi nyimbo ambazo zimeingia kwenye trending namba moja na namba 2 mtaani mapokezi yake ni tofauti na ngoma ya Mario. Ngoma ya Mario imeondoka zaidi kwa sababu ya ile gumzo. Kila kona ukisikia, ukipita unasikia Olua, hata kama watu walisusia kwenye mtandao wa YouTube. Lakini sasa hivi YouTube upo. Sio kama umeelewa kaka. Kwa hiyo hii yote ni mipango ya kibiashara ambayo Mario amefanikiwa. Sasa nakupa hii list hapa. Wimbo wa Olua, nenda kwenye mitandao kadhaa. Apple Music, Audiomack, Boomplay, YouTube na maeneo mengine. Kupitia Apple Music, Mario album yake ile ya of course The Garson Deluxe ndo wimbo wa kwanza, upo top album pale juu kupitia Apple Music kwa sababu ameongelewa. Aya, the same wimbo wa Olua uko namba moja kuwa searched zaidi kwenye mtandao huo wa Apple Music. Audiomack Ufaransa, Mario The Garson Deluxe iko namba moja ya juu, watu wana search zaidi. Kwa kadri unavyozua taharuki ndivyo ambavyo watu wanakufuatilia. Audiomack Tanzania, Olua namba moja. Haya, Audiomack Tanzania, Mario anatafutwa zaidi kwenye mtandao, anafuatiwa na Diamond Platnumz. Audiomack Tanzania, The Garson Deluxe namba moja inatafutwa zaidi. Audiomack Ufaransa, Olua namba moja inasikilizwa zaidi. Ufaransa tena Mario anatafutwa zaidi kwenye mtandao wa Audiomack. Boomplay, Olua namba moja kwa ngoma kuwa searched. Boomplay, Mario namba moja kuwa searched kwenye mtandao wa Boomplay. Boomplay, Mario ndo top searched artist, msanii ambaye ametafutwa zaidi akifuatiwa na Diamond, anafuatiwa na Harmonize, Mbosso na Zuchu. Takwimu hizo. Hizi takwimu kaka hazipikwi, nenda kwenye mitandao kaangalie. Kwa namna hiyo kwamba Mario sasa hivi soko la platform ambazo hizi za chini chini kamaliza kila kitu. Yaani kwa kifupi, kwa muda huu Mario ndo msanii namba moja Tanzania kwenye issue za numbers. Na anavuka mpaka Ufaransa. Kawezaje hii? Kwa sababu ameweza ku create attention. Watu wakaanza kumfuatilia. Watu wanasikia Olua mziki gani huu? Kwa nini mtu asiende YouTube kusikiliza? Akisikiliza unampa namba. Kwa hiyo kupitia alichokifanya, ngoma yake itampa mapato mengi zaidi. Na yeye mwenyewe anaweza akasema baadaye huko mbeleni, usikute Olua ndio kamletea pesa nyingi zaidi kwa sababu platform zote za kusikiliza mziki yeye anaongoza kaka. YouTube sasa hivi yeye ndo anaongoza, wengine wanafuata. Kwa hiyo ni strategies, mziki unahitaji plan kweli kweli na akili. Ndicho ambacho Mario anakifanya. Mario juzi alikuwa South Africa, ameenda kusaini mkataba na Warner Music brother. Warner Music record label kubwa ya 3 duniani ambayo Diamond alienda kuisign, alisign nao mwaka 2018 kama sijakosea kwa dola milioni 5 if I'm not mistaken. Ni mabilioni ya pesa bro. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo jamaa amekuwa mtaalamu sana, anautendea haki mziki na ni msanii ambaye always huwa anatambulisha sound mpya. Sikiliza hili beat hili ambalo limepigwa humu na anavyoimba ni tofauti. Kwa hiyo Mario tumwache tu. Kwa hili haja 2024 ndo tunaimaliza sasa hivi. Kwa hiyo karata yako 25 ndo tunaimaliza hivi. So karata yako ni ipi kwa msanii ambaye amefanya vizuri sana kwa huu mwaka ambavyo wasanii ambao wametoa kazi nyingi sana anatajwa Mario, lakini kuna wengine wanakechi kwamba Mario hastahili kwamba ni msanii ambaye amefanya vizuri. Kuna wasanii ambao wamefanya vizuri wengi wakubwa lakini hawaweki kwenye listi. Wewe unahisi ni msanii upi ambaye amefanya vizuri kwenye huu mwaka? Sasa unajua Mario amefanya vizuri sana mwaka huu, lakini kwa project baadhi. Mimi ukiniuliza msanii ambaye ni kama ndo mwenye mwaka wake, ndo swali lako linakuwa hivyo. Msanii mwenye mwaka wake 2025
with no disrespect kwa mtu yoyote, Mbosso ana deserve kuwa ndiye msanii bora kwa huu mwaka 2025. Na mimi nazungumzaga, sizungumzi tu kwa sababu kuna fakti nyingi sana naweza nikakupatia. Kwa sababu ametoka kwanza kwenye record label brother. Anajisimamia yeye mwenyewe. Sio kila mtu anayetoka kwenye record label chini ya Diamond Platnumz anafanikiwa. Wengi tunaona wanavyo struggle, wewe mwenyewe shahidi. Mbosso anatoka kwenye record label ya Wasafi na maneno na aliyekuwa bosi wake Diamond Platnumz. Still ana shine. Kupitia wimbo wa Power, angalia namna ambavyo Mbosso ameweza wimbo umeweza kuspread East Africa. Watu wanafundishiwa mashuleni huko. Power. Unaimbwa na viongozi wakubwa. Kenya huko kila sehemu. Kwa nini namtaja Mbosso? Mbosso tukumbuke ndiye ambaye ameweka rekodi mpya ya show za viwanjani brother. Kafanya Simba Day. Kavunja rekodi za wasanii wote walio kuperform uwanjani. Mbosso 2025. Mbosso anamtoa bonge la dada. Dansa tu huyo anafanikiwa. Zawadi ambazo amewapatia timu yake Mbosso ndani ya mwaka huo mmoja baada ya kutoka kwenye record label. Anampa rafiki yake yule Faridi Mtupisi gari mpya ile Mazda CX-5 milioni 50 ile kaka. Ananunua nyumba 2, ananunulia wazazi wake. Sio kama umeelewa kaka. Zungumzia mafanikio. Hayo mafanikio ya muziki na nje ya muziki. Na ndio maana nakwambia kwa nini ukiniuliza mimi msanii mwenye mwaka wake 2025 ni Mbosso, na inajidhihirisha wazi, na haina maana kwamba wengine hawajafanya kazi. Hapana, wamefanya, lakini kwa progress ambazo bwana mdogo amezionyesha na mabadiliko aliyoleta kwenye industry, Mbosso ana deserve kuwa ndiye msanii bora. Hata kama ingetoka tuzo, ana deserve kuwa ndiye msanii bora wa mwaka 2025. Album yake ile, EP yake ile ya Room Number 3, hamna ngoma ambayo umeiacha mle. Na sasa hivi ona katoa remix na South Africa yule Power, Aviola. Power imeshatengenezwa remix zaidi ya 3 sijui 4. Watu wanazitaka na wengine wanazitaka. Mbosso ndani ya mwaka huu kanunua gari jipya ile Ford Everest milioni 200 brother. Kwa hiyo ukipima haya mafanikio na vitu vingine ambavyo hajatuambia, ukipima mafanikio huu mwaka unampa tu Mbosso aende nao. Tunampa aende nao tu. Tumwachie tu, yani vitu alivyofanya ni vikubwa sana. Kaka tumwachie tu, wala tusiweke chuki. Wengine tuendelee mwaka mwingine. Na hii sasa nikizungumza hivi haimaanishi kwamba nikimchambua msanii mwingine kapata mafanikio. Wapo wamepata mafanikio sawa, lakini kwenye project moja. Sasa Mbosso ana vitu vingi ameviachieve ndani ya mwaka moja, tena ndani ya mwaka mgumu ambao tulikuwa tunategemea tuone ana struggle kusimama baada ya kutoka kwenye record label, lakini ametushangaza wengi. Bana, upupu la kumalizia pia safari hii, la mwisho la kumalizia safari hii, kumekuwa na wasanii wengi sana wasubutu kuachia kazi ikiwa ndo mwaka unaisha hivi. Unalipi la kuambia kwa kipindi hichi? Hatujaona kazi yote, tumemwona Mario tu. Wanaogopa ama inakuaje, au ni wasiwasi wa mashabiki wanaweza wasipokee? Mimi nawaambia kitu kimoja. Nilisema baada ya hii kazi ya Mario utakuta wasanii wengi wanakuja kuachia vyuma. Wakiamini kwamba kumbe inawezekana kutoa ngoma. Alianza Jux by the way. Shout out to him. Na ngoma zake zile 2. Zikashushwa afu baadaye ikapandishwa lyrics ikawa noma. Siko umeelewa? Lakini mimi wito wangu wasijidanganye. Wasijidanganye kwenye lipi sasa? Wasijidanganye kutoa kazi kwa sasa kama hawana mipango mizuri kama ambayo Mario ama Jux aliitumia mpaka leo tukaona ngoma zao zina namba kwenye mitandao ya kijamii. Sio rahisi kama hawajajipanga. Kakaangu Konde Boy, hujajipanga, kausha tu, mwakani toa. Kusa, hujajipanga, kausha, utatoa mwakani. Kwa sababu kumuona Mario amepata successful ya namna hii kwenye kipindi hiki, ukikaa naye atakwambia ni maumivu makubwa. Kawekeza kweli kwenye promotion na akili kubwa aliyokuwa nayo. Anaweza akatoa mtu mwingine hapa akaangukia za pua, project ikafeli.
Kwa mimi ushauri wangu wasifuate mkumbo, wajipange kutoa kazi. Mashabiki sasa hivi wamechachamaa, watu wamecharuka, watu hawaelewi. Kwa sio, umeelewa? Tusidanganyane hapa. Kama umejipanga toa. Kwa sababu unaona upepo alipita nayo Mario. Watu washaustukia huu. Mwingine akija nao huku watu watamkaushia. Lakini Tutobadi alivivalisha mabomu na kafanikiwa bro. Bana, shukrani. Big thank you your time. Nakubali mzee.